Kwa jina naitwa Theophile Ngoi, ni PPRA Kanda Kusini. Kwa sasa tuko mafunzo kwa Ruvuma, na jana tulianza na RAS Ruvuma, tulitoa mafunzo pale. Lakini pia leo tupo halmashauri ya manispaa ya Songea, tunaendelea na zoezi la mafunzo, na kwa sasa tumeshafundisha, tumeelezea juu ya sheria ya ununuzi wa umma, lakini pia sheria ya 2023 pamoja na kanuni zake za 2024, lakini pia na makatazo yaliyopo juu ya sheria hizo. Lakini pia tumeweza kupita pamoja na tenda bodi ya zabuni, ili kuweza kujua pia na wao majukumu yao katika ununuzi wa umma. Lakini vile vile tunataka pia tupite katika mfumo wa NeST katika kuonyesha features mpya ambazo kwa sasa hivi tayari zinafanyika ndani ya mfumo, ukizingatia kuanzia ngazi ya majadiliano, lakini pia vile vile katika upekuzi wa mikataba, lakini pia katika kusaini mkataba. Zote sasa hivi zinafanyikia ndani ya mfumo, na haya tutaelezea, tutafundisha kwa halmashauri ya manispaa Songea katika watumishi hao. Lakini kwa kesho tutaendelea pia na elimu msingi, elimu sekondari pamoja na watendaji na kata, vijiji, ambao kwa moja tunawajumuisha kama lower level katika kuelezea sheria ya ununuzi wa umma, lakini pia kuwapitisha katika mfumo wa lower level NeST ili kuweza kujua kutumia katika njia zote za kufanya ununuzi. Lakini pia moja kwa moja kesho kutwa, ambayo itakuwa ni Jumamosi, tutakuwepo na makundi maalum, lakini pia tutakuwepo na wazabuni, na moja kwa moja tutawapitisha katika fursa zinazopatikana katika ununuzi wa umma kushiriki zile zabuni, hasa hususan kwa ndugu zetu wa makundi ya kijamii. Fursa zinazopatikana ambao ni ile 30%. Kuna ile 10% wanayoipata ndio, lakini kuna 30% sasa ambao sasa hivi kila taasisi nunuzi inapaswa kutenga 30% kwa ajili ya ushiriki wa haya makundi. Katika sheria ya ununuzi wa umma tumeweza kuonyesha pia na majukumu katika idara tumizi katika uanzishaji wa mahitaji yao, vile vile katika usimamizi wa mkataba. Lakini pia katika kitengo cha ununuzi wa umma tumeweza kuonyesha majukumu yao, ambapo kulingana na sheria ya ununuzi wa umma wanawajibika kufanya nini. Vile vile pia kwa tenda bodi ya zabuni majukumu yake hususan, lakini pia vile vile kwa afisa masuuli. Zote hizi tumeweza kuzionyesha kupitia sheria ya ununuzi wa umma. Lakini tukiendelea pia na upekuzi wa mikataba katika mwanasheria, sasa hivi atakuwa anafanya upekuzi wa mikataba ndani ya mfumo. Kwa majina naitwa Jackson Clement Kija, ni afisa ukaguzi wa ndani manispaa ya Songea. Kupitia mafunzo haya pekee ambayo tumeyapata leo kama manispaa, tumeona mafunzo haya yametusaidia kwa kiwango kikubwa sana, kwa maana yameongeza kwanza ufahamu wetu. Mimi binafsi kuna vitu ambavyo vimeongezeka katika ufahamu wangu, lakini kwa yale ambayo tumejifunza, naamini kabisa sasa itakuwa ni nafasi nzuri kwa manispaa ya Songea kuweza kufanya vizuri katika ununuzi ama katika manunuzi kwa ujumla, kwa maana kupitia sheria ya manunuzi ya 2023. Kwa binafsi niseme idara na vitengo vyote kwa wakati mmoja vitakuwa na manufaa kupitia mafunzo ambayo wameyapata, kwa maana kufuata taratibu nzima za jinsi ya ununuzi zilivyoenda. Kama tulivyoona, kuna mfumo mzima wa kuanzia manunuzi unapoanza, kwa maana kamati ya manunuzi, mapokezi, kamati ya ukaguzi. Lakini pia sisi kama ukaguzi wa ndani itatusaidia pia kurahisisha kazi yetu, kwa maana ya mafunzo ambayo tumeyapata kwa jinsi ambavyo yametolewa mahali hapa. Naitwa Jessica Mbena, ni afisa manunuzi. Kupitia mafunzo ambayo PPRA wamekuja kutuletea hapa kwetu ndani ya muda wa siku 3, kwa maana kuanzia tarehe 8, tarehe 9 na tarehe 10. Leo tumefundishwa au tumeelekezwa kwa maana user department, idara tumizi, kwa maana wajibu wao, wana wajibu gani katika mchakato mzima wa manunuzi. Lakini pia tumefundishwa mwongozo wa taasisi nunuzi, kwa maana kuanzia accounting officer ndiye ambaye approve wa mambo yote ya manunuzi. Lakini pia muundo wa bodi ya zabuni. Bodi ya zabuni ina kazi gani kwenye taasisi nunuzi, lakini pia majukumu ya kitengo cha usimamizi wa ununuzi wa umma. Kitengo cha usimamizi wa manunuzi ya umma kina wajibu gani katika kusimamia shughuli zote za manunuzi ya taasisi. Lakini pia kuna kamati mbalimbali, kuna timu ya tathmini, timu ya majadiliano, pia na timu ya mapokezi. Kwa hiyo wote kwa ujumla wao wameelekezwa wana wajibu gani
katika kusimamia mchakato mzima wa manunuzi.